Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa. Kituo chake kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati mwafaka msikilizaji kwenda kupokea taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na viongozi wa jumuiya ya kijeshi wa NATO wakutana The Hague. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya kusimamisha vita kati ya Israel na Iran yanaendelea kutekelezwa licha ya nchi hizo kukiuka masharti ya kusitisha mapigano na kushambuliana muda mfupi tu baada ya kuanza makubaliano hayo. Wakazi wa Chiosa, kisiwa kilichopo kaskazini mashariki mwa bahari ya Aegea na nchini Ugiriki, wamelazimika kuyahama makazi yao baada ya moto mkubwa wa nyika kuendelea kushika kasi kwa siku ya 3 mfululizo. Naam, natumai buheri wafa pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa. Afrika leo jioni. Jina langu ni Kantona Joseph. Mabalozi wa mataifa 12 wametoa wito kwa maandamano ya umma yanayotarajiwa kesho Jumatano nchini Kenya kuendeshwa kwa njia ya amani. Tarehe 25 Juni ni mwaka mmoja tangu vijana wa Kenya almaarufu Gen Z walipoandamana hadi bunge la kitaifa kupinga mswada wa fedha wa mwaka uliopita, ambapo kulingana na tume ya kutetea haki za binadamu ya Kenya, zaidi ya watu 60 waliuawa katika maandamano hayo ya wanarika wa Gen Z. Mabalozi wa nchi 12 zikiwemo Marekani, Uingereza na Ujerumani wamoja dhidi ya kutumia magenge ya wahalifu pamoja na askari wasiovaa sare rasmi za polisi kuvuruga maandamano ya umma. Kumekuwa na ghadhabu kali miongoni mwa umma kufuatia kuuawa kwa mwanablogi na mwalimu Elbert Ojwang akiwa kizuizini kwa mwa polisi mapema mwezi huu, kupigwa risasi kichwani mchuuzi Boniface Kariuki na kulengwa kwa wakosoaji wa serikali. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya Israeli kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kutoendelea na mashambulio yake dhidi ya Iran. Mjumbe wa Rais Trump uliweza kunakiliwa kwamba Israeli msidondoshe hayo mabomu, hatua hiyo itakuwa ukiukaji mkubwa
wa mamlaka waambieni marubani warudi nyumbani. Sasa onyo hilo linawadia baada ya Trump kutangaza mapatano kati ya Israeli na Iran ambayo yalianza kutekelezwa mapema leo asubuhi. Israeli imesema kuwa imekubaliana na pendekezo hilo, huku Iran ikisema inasitisha mashambulio pale Israeli itakapofanya hivyo. Jeshi la Israeli baadaye lilisema kuwa limenasa kombora lililorushwa na Iran. Tehran inakanusha kufanya mashambulio mapya. Jeshi la Rwanda limesema kuwa kauli iliyodaiwa kuwa rais wa taifa hilo Paul Kagame afya yake iko hatarini, wakisema habari hizo ni za uongo. Kauli hiyo ambayo haijafahamika asili yake imewadia baada ya taarifa mbalimbali kuibuka kuhusu afya ya rais Kagame baada ya kutoonekana hadharani kwa takribani wiki 3. David Imbara, kiongozi wa upinzani anayeishi uhamishoni na mshauri wa zamani wa masuala ya kiuchumi wa Kagame, hivi karibuni amekuwa akidai kuwa rais Kagame ni mgonjwa na kwamba yuko Ujerumani. Gazeti la Rwanda la Taarifa lilinukuu msemaji wa serikali Loyande Makolo akisema kuwa rais Kagame ni binadamu kama kila mtu ambaye huchukua muda kupumzika. Gazeti hilo limenukuu Makolo akisema rais yuko vizuizini, yuko vizuri na anapumzika kawaida kutokana na rais Kagame. Hivi majuzi kumetolewa maoni mengi kwenye mitandao ya kijamii na katika mazungumzo ya faragha. Wanahabari wamejaribu kuwasiliana na ofisi ya rais kuhusu madai hayo, lakini sasa haijafaulu. Wakati mengi yakiendelea kuhoji madai hayo, jeshi la Rwanda limepuzilia mbali taarifa hiyo na kusema ni habari za uongo. Rais Kagame alionekana hadharani kwa mara ya mwisho tarehe 6 mwezi huu alipokaribisha kikundi kutoka shule ya Hope Haven Christian School mjini Kigali, Rwanda. Tukirejelea taarifa kwamba mabalozi wa nchi mbalimbali mataifa 12 wametoa wito kwa maandamano ya amani yanayotarajiwa kesho Jumatano nchini Kenya kuendeshwa kwa njia ya amani. Ambapo tarehe 25 Juni mwaka jana hali ilikuwa tete katika jiji kuu la Nairobi, ambapo mwaka huu tarehe 25 Juni ni mwaka mmoja tangu vijana wa Kenya almaarufu Gen Z walipoandamana hadi bunge la kitaifa kupinga mswada wa fedha wa mwaka uliopita, ambapo kulingana na tume ya kutetea haki za binadamu ya Kenya zaidi ya watu 60 waliuawa katika maandamano hayo ya Gen Z. Mabalozi hao 12 wakiwemo Marekani, Uingereza na Ujerumani wameonya dhidi ya kutumia magenge ya wahalifu pamoja na askari wasiovaa sare rasmi za polisi kuvuruga maandamano ya umma. Kumekuwa na ghadhabu kali miongoni mwa umma kufuatia kuuawa kwa mwanablogi na mwalimu Elbert Ojwang akiwa kizuizini mwa polisi mapema mwezi huu, kupigwa risasi kichwani mchuuzi Boniface Kariuki na kulengwa kwa wakosoaji wa serikali. Mzozo wa Iran na Israeli umesheheni matukio kadhaa katika saa chache zilizopita. Ikiwa ndio mwanzo unaojiunga nasi, haya ndiyo yaliyojiri kwa ufupi. Saa 10:08 Donald Trump, rais wa Marekani, aliweka ujumbe kwenye mitandao ya kijamii ya Truth Social kwamba usitishwaji wa vita kati ya Iran na Israel umeanza kutekelezwa. Zaidi ya saa moja baadaye, Israel
imesema kuwa imekubali pendekezo la Marekani na kusitisha mapigano, Iran ikisema bado awali kuwa itasitisha kushambulia ikiwa Israeli itafanya hivyo hivyo. Saa 2:30 jeshi la Israeli lilisema kuwa limegundua makombora yaliyorushwa kutoka Iran kuyazuia kaskazini mwa Israel. Iran ikakanusha kurusha makombora yoyote, lakini IDF imesisitiza Israeli itajibu kwa nguvu. Kabla ya kuanza kwa mapatano hayo, pande zote mbili zilishambuliana usiku kucha. Vyombo vya habari vya serikali vya Iran vilisema msururu wa makombora kutoka Israel ulipiga mji mkuu na miji mingine. Takribani watu 9 wameuawa, akiwemo mwanasayansi wa nyuklia. Baadhi ya wakazi walisema na vyombo vya habari kwamba katika maeneo hayo kwamba waliona mojawapo ya makombora mazito tangu mzozo huo uanze siku 12 zilizopita. Huko Israel takribani watu 4 wameuawa na 22 kujeruhiwa huko Beersheba. Wakazi wa Kios, kisiwa kilicho kaskazini mashariki mwa bahari ya Aegean nchini Ugiriki, wamelazimika kuyahama makazi yao baada ya moto mkubwa wa nyika kuendelea kushika kasi kwa siku ya 3 mfululizo. Moto huo ambao umeharibu maeneo makubwa ya msitu ya mashamba umesababisha mamia ya watu kufungasha virago kutoka vijijini mwao mbalimbali, huku mamlaka zikifanya juhudi kubwa kukabili. Takribani wazimamoto 444 wamesaidiwa na ndege maalum 8 za kuzima moto wameelekezwa kwenye kisiwa hicho katika juhudi za kudhibiti hali hiyo ya dharura. Nchini Kenya, viongozi wa mashtaka wamesema watu 6 wakiwemo maafisa 3 wa polisi watafunguliwa mashtaka ya mauaji dhidi ya mwalimu na mwanablogi Elbert Ojwang aliyeuawa akiwa katika kituo cha polisi jijini Nairobi mapema mwezi huu. Hatua hiyo imethibitishwa na ofisi ya kiongozi wa mashtaka nchini humo kupitia ukurasa wake wa X baada ya washukiwa hao kuwasilishwa katika mahakama. Na moja kwa moja tuelekee katika maeneo yale ya Gaza, Mashariki ya Kati, tufahamu yale ambayo yanajiri huko. Serikali yake haitatoa ufadhili wa moja kwa moja, bali itategemea uwekezaji wa sekta binafsi kupitia mikataba ya makubaliano. Aidha, Masano amethibitisha kuwa Angola inasubiri ufadhili wa dola milioni 500 kutoka Benki ya Dunia, huku bajeti ya taifa hilo ikikumbwa na changamoto za kushuka kwa bei ya mafuta. Kwa mtazamo wa Flavio Inocencio, mtaalamu wa mafuta na gesi, ushiriki wa Marekani katika mkutano huu unaweza kuashiria mwanzo wa mwelekeo mpya wa ushirikiano, hasa kwa kuzingatia mtindo wa uongozi wa Rais Trump unaotanguliza mahusiano binafsi kuliko ya kiserikali. Utawala wa Trump huenda hauoni Afrika kama eneo la kimkakati, lakini bado unaona umuhimu wake. Kutumwa kwa mjumbe wa karibu wa familia ya Trump kuongoza ujumbe huu ni dalili kuwa kuna nia ya kweli, hasa kwa kuzingatia kuwa Trump huthamini zaidi mahusiano binafsi kuliko ya kiserikali. Huu unaweza kuwa wakati muhimu kwa Angola. Mkutano huo umeonyesha mwelekeo mpya Marekani barani Afrika, ukihamasisha sekta binafsi kuchukua nafasi ya mbele. Pamoja na changamoto za kisiasa, matarajio ni makubwa kuhusu ushirikiano wa muda mrefu, hasa kuelekea mkutano mwingine wa Afrika na Umoja wa Ulaya uliopangwa kufanyika Angola Novemba mwaka huu. Pamoja na changamoto za kisiasa na mwelekeo wa kiuchumi, mkutano umeagizwa miradi mikubwa kama vile reli ya Lobito, usalama wa chakula na uwekezaji wa sekta binafsi katika juhudi za kuimarisha ushirikiano, msikilizaji, wa kibiashara kati ya Marekani na bara la Afrika
na watafiti wamekutana katika jiji la Dar es Salaam kwa mkutano wa 10 wa kimataifa wa kilimo, chakula na lishe, ambapo ni mwaka huu wa 25. Ni hali ambayo inajitokeza, msikilizaji, katika maeneo yale ya Dar es Salaam. Tupokee habari hizo. Wadau wa kilimo na lishe kutoka nchi mbalimbali na unalenga changamoto za mabadiliko ya tabia nchi katika mifumo ya chakula na lishe. Kwa mujibu wa wasomi na watafiti, mkutano huu ni matokeo ya utashi wa kisiasa wa kuibadilisha mifumo hiyo kuwa endelevu, jumuishi na yenye usawa. Profesa Sunita Kadiala kutoka Chuo Kikuu cha Afya cha Uingereza anasema mkutano huu unatoa jukwaa muhimu kwa wataalamu wa sekta mbalimbali kushirikiana katika kutafuta suluhu jumuishi dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi. Karibu nusu ya watoto wenye umri wa chini ya miaka 5 wanakufa kwa magonjwa yanayohusiana na utapiamlo. Hiyo ni idadi kubwa. Mkutano huu unafanyika wakati ambapo dunia inakabiliwa na changamoto lukuki za mabadiliko ya tabia nchi, ikiwamo mmomonyoko wa mazingira na ongezeko la utapiamlo na magonjwa yasiyoambukiza. Wadau wengine katika mkutano huo wanasema unafanyika wakati ambapo dunia inapitia changamoto za mabadiliko ya tabia nchi yanayohatarisha usalama wa chakula na lishe. Makamu mkuu wa SUA Profesa Maulid Mwatawala amesisitiza, lakini jambo moja la msingi ni kwamba tunaangalia kufungamana kwa kilimo, chakula na afya, kwa sababu ni sekta 3 ambazo zinakwenda pamoja. Chakula kinatokana na kilimo na afya inatokana na chakula, pamoja na mambo mengine. Kwa mujibu wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP, zaidi ya watu milioni 295 katika nchi 53 duniani walikumbwa na baa la njaa kali mwaka 2024, ikiwa ni ongezeko la watu takribani milioni 14 ukilinganisha na mwaka uliotangulia. Afrika Mashariki iliathirika zaidi, huku mafuriko yakitajwa kuharibu mashamba, mifugo na usambazaji wa chakula. Tanzania, miongoni mwa nchi za Afrika, nayo ilikumbwa na mafuriko kati ya mwezi Aprili na Mei mwaka 2024 yaliyosababisha kupungua kwa uzalishaji wa chakula kwa 30% na kuongeza uhaba hasa vijijini. Profesa Joyce Kinabo kutoka SUA anasema mkutano huu unaziunganisha sekta ili kujenga mifumo thabiti ya chakula na jamii zenye afya, kwa lengo la kuwawezesha watafiti na watoa maamuzi wakuu kushiriki na kusikia ushahidi wa kiubunifu utakaofahamisha uundwaji wa sera kushughulikia baadhi ya changamoto kubwa zaidi za maendeleo duniani. Mkutano huu wa ANH 2025 ni jukwaa la kipekee kwa wataalam, watunga sera na jumuiya za kimataifa kushirikiana katika kutafuta suluhu za changamoto hizi kwa kutumia utafiti, ushauri wa kisera na ushahidi halisi kutoka kwa jamii zilizoathirika zaidi. Florence. Ndio hali ambayo inajitokeza kutokea jiji kuu la kibiashara Dar es Salaam, ambapo ni katika mkutano wa 10 wa kimataifa wa kilimo, chakula, lishe ambao unafanyika jiji kuu la kibiashara la Tanzania. Huko Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, walimu katika maeneo ya Rushuru, Masisi na Nyiragongo yaliyoko chini ya udhibiti wa kundi la M23 wanapaza sauti wakilalamikia kutolipwa mishahara kwa miezi kadhaa katika eneo hilo. Kufuatia mazungumzo ya Juni 10 mwaka huu, ambapo walimu walituma wawakilishi huko Goma kuzungumza na maafisa wa serikali kuhusu malimbikizo ya mishahara bila mafanikio. Felix Hakiza, katibu mkuu wa Muungano wa Mataifa ya Walimu wa Shule za Umma huko Lutshuru, amesema mgomo bado unaendelea na kwa miezi kadhaa wanafunzi hawajasoma isipokuwa wale wa darasa la 6 wanaojiandaa na mitihani yao ya kumaliza elimu ya msingi. Baadhi ya shule hazijaanza masomo tangu Machi. Kuna walioacha shule, wengine wameolewa mapema, na baadhi ya watoto wamejiunga na makundi ya waasi. Hii inaharibu kabisa elimu yetu. Wazazi pia wanasema watoto wao wameathirika. Mmoja wao, Jean Herelimana, anaeleza kwa masikitiko. Watoto wangu hawajaenda shule kwa karibu miezi 4. Baadhi ya shule zilifungwa Februari kwa sababu walimu hawakulipwa. Kwa kuwa elimu ni bure, serikali inapaswa kuwalipa walimu. Athari zake ni mbaya sana.
Chama cha walimu kinasema walimu katika maeneo hayo hawapati mishahara, huku shirika la misaada la Caritas ambalo awali lilikuwa likiwalipa likishindwa kuendelea tangu kuzuka kwa uasi wa M23. Kwa upande wao, muungano wa kisiasa na kijeshi wa M23 umesema walimu wa Rutshuru, Masisi, Nyiragongo ni sehemu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Kongo, hivyo wanapaswa kulipwa kama walimu wengine nchini humo. Wameshutumu serikali kwa kufunga kaunti za benki za walimu hao, wakidai ni adhabu kwa wakazi wa maeneo hayo. Kundi hilo limedai pia serikali ya Kinshasa inatumia fedha za walimu hao vibaya, na sasa wameanza mashauriano na shirika la UNICEF la kutafuta suluhu ya kudumu kwa maeneo wanayoyadhibiti. Hadi sasa serikali ya Kinshasa haijatoa tamko lolote kuhusu madai hayo, huku shule zikibaki tupu, walimu wakijishughulisha na shughuli nyingine nje ya taaluma yao. Ndio hali ambayo inajitokeza katika maeneo hayo ya Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, msikilizaji, ambapo walimu katika maeneo la Rushuru, Masisi na Nyiragongo yaliyoko chini ya udhibiti wa kundi la M23 wanapaza sauti wakilalamikia hatua hiyo. Ni matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa yakikujia mbashara muda huu, ambapo namna hiyo ni wa Afrika leo jioni, ambapo sasa wakati huu basi ni wakati wa moja kwa moja tunaenda kutazama yale ambayo yanajitokeza katika maeneo tofauti kwenye mitandao. Hapo basi umeandika ujumbe ka ange, tunaenda kuyasoma yale ambayo umeandika. Lakini vile vile msikilizaji, na kuomba simama na kituo hiko kufikia malengo yake ya uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotaniwa ugeletu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM na kuweza kuunganisha ipasavyo, na vile vile katika hatua nzuri ya kuweza kukuhudumia vizuri, na wakati ambapo vile vile tunashirikiana na washirika wetu wa kimataifa katika matangazo yetu ya moja kwa moja. Dainesi pale hivi Muyumbu pale hivi, au mama wa Kamoja pale hivi, Amri au Rambo pale hivi Tanzania, sema Radio Fortune Africa, matangazo yenu bwana mazuri sana. Agovasu Kelvin anasema Trump swala la kulikuwa alitakikani sana. Iran mitendo angefaa kufanya kabla ya makubaliano na nchi hizo mbili. Hata hivyo dalili za damu kisha onekana. Ambapo vile vile Kamoja pale hivi Uramba vile vile anazungumza msikilizaji katika hatua hii, ambapo namna hiyo rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya kusimamisha vita kati ya Israel na Iran yanaendelea kutekelezwa licha ya nchi hizo kukiuka masharti ya kusitisha mapigano na kushambuliana muda mfupi tu baada ya kuanza kwa makubaliano hayo, ambapo wengi wanatoa maoni yao tofauti. Na naona pale hivi Mbaga Karim pale hivi wa Mbezi pale hivi Dar es Salaam anasema huyu mzee mbona kama kavuruga kila upande. Boida Bar pale hivi Aviel pale hivi Israeli hawamfurahishi wakati aliwasaidia kupiga Putin. Usikae mbali na Iran, mnapewa sifa na kuwa taifa la Mungu, mnaanza kuchokozi mtanyang'anywa. Nzungumza hapa hivi maoni yake abo ibada Aviel pale hivi anazungumza msikilizaji. Alfred pale hivi Kunge pale hivi wa Singida Tanzania anasema kwa mawazo yangu mimi naona President Donald Trump ndio ni kama anachochea aswa vita hii kati ya Israel na Iran, ambapo Marekani kama ni msuluhishi mkuu anapaswa kuzungumza na pande zote mbili na si Israel pekee, kwani kufanya vile ni itasababisha hata wale wenye urafiki na Iran kama mataifa makubwa kama Uchina na Russia kuingilia mzozo huu tena na kufanya kuwa vita kubwa zaidi. Muhimu Trump kuketi na mataifa yote kwa kauli moja na si ya kinafiki kwa upande mwingine. Asante sana vile vile kwa maandishi yako hayo ambayo yamerindima kwenye idhaa hii. Isa pale vya Abdalla pale Israel ro inauma, alikuwa anajulikana yeye ndo ana nguvu, alafu kachapika haamini anataka kujaribu tena bahati yake. Sasa wewe Trump kaa pembeni kidogo, muache ajikate mwenyewe. Ndio hali ambayo inajitokeza msikilizaji pote pale ulipo.
ambapo wakati huu basi tunakuomba simama na kituo kufikia malengo yake. Uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakao tanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza silisha mchango wako kupitia paybill namba ni 625625, account namba ni 012450 85217800 au till namba ni 456148 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Wakati huu basi ni wakati mwafaka msikilizaji wa mimi kuelekea mapumzikoni, alafu baadaye wewe unapokea makala ya siku ya leo